Ukingo wa bahari inayobeba pumzi ya uchumi wa dunia. Mvutano umefikia kilele cha kutisha. Ndani ya makao ya kijeshi ya Khatam al-Anbiya Central Headquarters, sauti nzito ya onyo imepasua ukimya wa kimataifa. Sauti ambayo sasa inatikisa mataifa, masoko na mioyo ya viongozi wa dunia. Msemaji wake Luteni Kanali Ibrahim Zorofaghr alisimama kama mwamba mbele ya upepo mkali wa vitisho, akitangaza kwa sauti isiyotetereka, ikiwa miundombinu ya umeme ya Irani itaguswa, basi lango la Hormuz litafungwa kabisa, bila huruma, bila kusita. Strait of Hormuz si njia ya kawaida ya maji, ni ateri kuu ya mafuta ya dunia. Kila siku mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita hapa, yakilisha viwanda vya Asia, Ulaya na hata Marekani. Lakini sasa ateri hii iko chini ya kivuli cha kufungwa, Zorofaghr alisisitiza kwa sauti ya chuma, na hapa nanukuu: njia hii iko chini ya udhibiti wetu wa akili na hufunguliwa tu kwa wale wasio hatari, lakini adui akivuka mstari, tutafunga kila mlango. Mwisho wa kunukuu. Maneno hayo si tu onyo, ni tamko la vita ya kiuchumi. Upande wa pili wa ulingo, rais wa Marekani Donald Trump alirusha cheche kwa tishio kali: Irani ifungue njia ya Hormuz bila masharti ndani ya saa 48, vinginevyo mashambulizi dhidi ya vituo vya umeme yataanza. Ni kauli iliyowasha moto kwenye uwanja wa diplomasia, kwani Irani haikusita kujibu. Kwa mujibu wa Zorofaghr, jibu litakuwa la papo kwa papo, adhabu kali itakayogusa si tu maadui wa moja kwa moja, bali pia washirika wao wote wanaohifadhi au kusaidia nguvu za Marekani katika ukanda wa Asia Magharibi. Katika kauli iliyojaa uzito wa vita, Irani imeweka wazi ramani ya mashambulizi yake. Endapo mstari utavukwa, mitambo ya umeme ya Israeli italengwa bila huruma, miundombinu ya nishati ya washirika wa Marekani itateketezwa, kampuni zenye hisa za Marekani katika ukanda huu zitaangamizwa, pamoja na vituo vya teknolojia na mawasiliano, yani ICT, vitakuwa shabaha kuu. Haya si maneno ya vitisho tu, ni mkakati wa kuumiza moyo wa uchumi wa maadui, kwani wakati dunia ikijaribu kupumua, kivuli kingine kilijitokeza kutoka ndani ya Islamic Revolution Guards Corps. Kitengo chake cha ujasusi kilitoa kauli ya kutisha zaidi: ndani ya saa 48, malengo ya kiteknolojia hata nje ya ukanda yataanza kushambuliwa, kwani hii inaashiria mabadiliko mapya ya vita, si tu kwa mabomu, bali kwa akili, mifumo na mitandao. Zorofaghr alitoa msimamo ambao sasa unarindima katika kumbi za siasa za dunia, na hapa nanukuu: hatukuanzisha vita, lakini tukishambuliwa, hakuna kitu kitakachotuzuia kulinda maslahi ya taifa letu. Mwisho wa kunukuu. Ni kauli inayochora mstari mwekundu, mstari ambao ukivukwa, dunia inaweza kujikuta katika dhoruba mpya ya kiuchumi na kijeshi. Leo macho ya dunia yameelekezwa kwenye maji ya Hormuz. Je, yatabaki wazi kama tumaini la uchumi wa dunia, au yatafungwa na kuwa kaburi la biashara ya kimataifa? Katika kivuli cha vita, ukweli mmoja unabaki wazi, kwamba tone moja la moto katika ghuba linaweza kuwasha dunia nzima.